Mpendwa mtazamaji wetu, tunakushukuru sana kwa kuichagua chaneli yetu hii ya Jimbo la Kilimanjaro Kati, na kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli yetu, tafadhali bonyeza sehemu iliyoandikwa subscribe ili wa kwanza kupata matukio mbalimbali tunapoweka katika chaneli yetu hii. Waebrania sura ya 10 na mstari wa 25. Tutaendelea kusoma katika jina la Bwana. Amen. Wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Napenda kumshukuru Mungu ambaye ametupa fursa ya kukutana leo. Kwa kweli leo ni kikao cha kwanza, kikao cha kazi cha idara ya malezi ya familia. Napenda kuwakaribisheni nyote kwa niaba ya jimbo letu, mjisikie mpo kazini kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Poleni kwa safari, najua wengine wametoka mbali na wengine wametoka karibu, na mshukuru Mungu ambao mmeshafika, na tunamwamini Mungu kwamba wale ambao wako njiani watafika na tutaweza kuendelea kwa pamoja. Karibuni sana. Wapendwa viongozi, kabla hamjaingia kwenye utaratibu wa mpango wa kazi wa mwaka huu, sehemu mojawapo ya mpango wa kazi ni kujifunza neno la Mungu kwa pamoja, maana neno la Mungu ndio nguvu yetu. Na mwaka huu kama mlivyosikia, tumepewa neno la Mungu kutoka waraka kwa Waebrania sura ya 10 mstari wa 25. Ndio somo ambalo litasomwa katika sharika zote za dayosisi yetu na jimbo letu likiwa ni mojawapo, na mategemeo yangu makubwa kwamba tutatumia fursa tuliyopewa na Bwana kujifunza sisi kama viongozi kwanza, lakini kuwafunza na kuwasaidia wale ambao tunawaongoza. Kwa hiyo ndugu zangu, ninapenda kuwalikeni nyote katika siku hii, na niwaombe kabisa, najua tuna shughuli nyingi za kifamilia, za kimaendeleo kule tukotoka, lakini naomba tutumie muda wa siku ya leo, si masaa mengi, kutulia ili tupate kile kitu ambacho tunatarajia kukipate na tuweze kupata nguvu ya kwenda kuongoza. Maana hatuongozi kwa nguvu zetu, lakini tunaongoza kwa nguvu ya neno la Mungu na maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana, jua kuna commitment mbalimbali, lakini jitahidi kujitawala ili upokee kile kitu ambacho kinakusudiwa kwamba ukipokee. Ndugu zangu, katika kuliendea somo hili nimeligawa mara mbili. Kwanza nitazungumza kwa haraka kidogo kuhusu muktasari wa kitabu cha Waebrania, na halafu nitatoa tafakari fupi ya lile eneo ambalo ni mahususi kwa mwaka huu, ambalo ni mlango ule wa 10 mstari wa 25. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nitatumia somo hili kama sehemu ya ufunguzi, lakini sehemu ya mafafanuzi kwa kazi ile ambayo tunaiendea. Lakini Roho wa Mungu atawajalieni na wachungaji wenu baada ya mafundisho ya leo kuendelea kutafakari na kuwafundisha vikundi mbalimbali katika sharika zetu. Amen. Ndugu zangu, katika eneo la kwanza ambalo ni muktasari wa kitabu cha Waebrania, kitabu cha Waebrania ni juu ya mwandishi. Mwandishi ni nani? Swali hili la muhimu sana, ni mwandishi. Na ukisoma kitabu cha Waebrania hutamuona mwandishi akitajwa moja kwa moja, huwezi kumuona. Kanisa la kwanza lilihusisha kitabu hiki na Paulo. Watu wataalamu wa Biblia wanafikiri kwamba pengine mwandishi ni Paulo, lakini theolojia na mtindo wa uandishi
vinaonyesha tofauti kidogo. Ni vile ukiangalia Matendo ya Mitume, ukiangalia kitabu cha Waebrania, kuna lugha ambayo inataka kufanana kwamba ni Paulo mwandishi. Kama si yeye mwandishi, kuna mtu alimsikia alafu akaandika mambo ambayo pengine aliyazungumza ama pengine aliyafanya. Na wasikilizaji walikuwa ni Waebrania Wakristo wa Kiyahudi waliokuwa katika majaribu ya kurudi kwenye mfumo wa maagano ya kale. Maana baada ya Ukristo kulikuwa kuna beto, kuna mahangaiko ya Wakristo kubaki katika Torati, kubaki katika dhabihu, kubaki katika habari ya ukuhani wa Haruni na mambo ya kufanana na hayo. Kwa hiyo kwa kifupi, huwezi kutaja moja kwa moja kwamba mwandishi ni Paulo ama mwandishi ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ni madhumuni ya kitabu. Kwa nini kitabu kiliandikwa? Kitabu cha Waebrania kiliandikwa ili kuonesha ukuu na utukufu wa Kristo kuliko malaika, kuliko Musa, kuliko Haruni na dhabihu za agano la kale. Maana hayo yote yaliwekewa uzito zaidi kuliko Kristo. Lakini jambo la pili ni kuwatia moyo wa Kristo wavumilie katika mateso na majaribu. Maana maisha ya Mkristo ni maisha yenye majaribu, ni maisha yenye mateso. Kwa hiyo waliandikiwa Waebrania ili wavumilie. Lakini jambo la tatu ni kuwaeleza kwamba Kristo ndiye kuhani mkuu mpya na wa milele, na damu yake ndiyo dhabihu kamilifu. Kulikuwa kuna makuhani wakuu mbalimbali, lakini Yesu alipozaliwa akawa ndiyo kuhani mkuu pekee, na ambaye peke yake aliyetoa damu yake ikafanyika kuwa dhabihu. Tena si dhabihu ya kawaida, ni dhabihu kamilifu. Hakuna dhabihu nyingine inaweza kwenda juu ya dhabihu ya damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunasema wale wenzetu ambao bado wanatoa dhabihu ya damu za wanyama haina nafasi tena kwa Mkristo, haina nafasi tena. Jambo la nne ni kuonya dhidi ya kuanguka kutoka katika imani, apostasy. Kuna tendency iliyokuwa kutoka zamani, watu wanashika imani, wanaiacha imani, wanababaika, lakini lengo hapa ni kuwafundisha imani na kuishika. Na ukisoma mlango ule wa 11 utaona akisisitiza kwamba imani ni bayana ya mambo ya kufikirika, ni kuwa na hakika ya mambo yajayo. Yani uwe na hakika hata kama hujaona, na ushike imani. Sio kitu ambacho unaweza kusema ninakipeleka kwenye vipimo vya kisayansi alafu nitoke na matokeo niseme hii ndio matokeo ya imani yangu. Unaamini kabisa Yesu yupo, unaamini Mungu yupo bila shaka yoyote, na huna haja ya kuprove kwa mtu yoyote kwamba yupo ama hayupo. Unaweza kujieleza, ukaangalia uumbaji, ukaangalia ulivyoumbwa wewe, ukaangalia maisha ya Wakristo. Kwa nini Yesu kitabu chake kitakatifu hiki kinahubiriwa zaidi ya miaka, tuseme zaidi ya miaka 6,000 iliyopita, ukiangalia Agano la Kale na Agano Jipya, lakini bado ni valid, bado kina nguvu, wakati ambapo vitabu vingine ukivisoma mara 2 mara 3 wala hunaja kusoma tena. Lakini hiki bado unakisoma, maandiko uliyosoma jana ukisoma leo unapata interpretation tofauti. Kwa hiyo ndio maana tunasema ya kwamba imani kwa kweli ni kuwa na hakika ya mambo yajayo. Bwana asifiwe. Lakini jambo la tatu ni muundo wa kitabu. Muundo wa kitabu cha Waebrania. Sura ya kwanza na ya pili inaeleza kuhusu Kristo ni mkuu kuliko malaika. Kristo ni mkuu kuliko malaika. Kristo ni mwana wa Mungu na wala sio kiumbe, ingawa alikuja katika mwili, na yeye ameweka msingi wa wokovu wetu. Kuna watu na nimesikia baadhi ya mahubiri wakianza kuhubiri habari za malaika. Ni kweli malaika wapo na wanatuhudumia hata sasa, lakini tunamhubiri Kristo, maana Kristo ni zaidi ya malaika, si ndio ndugu zangu? Bwana asifiwe sana. Na ukienda dipa zaidi utagundua kwamba wanadamu ni zaidi ya malaika, maana mwanadamu ameumba punde kidogo karibu na Mungu. Kwa hiyo mtu asikutishe habari ya malaika. Malaika ni watumishi
Hatupaswi kuwadharau kwa namna yoyote, maana wakitumwa wana nguvu kuliko sisi kwa maana ya mwili, lakini hatuhubiri habari za malaika. Bwana asifiwe. Sura ya 3 na 4 tunazungumza kwamba Kristo ni mkuu kuliko Musa. Kristo ni mkuu kuliko Musa. Musa alikuwa mtumishi, lakini Kristo ni mwana wa Mungu. Kristo ni mwana wa Mungu. Kuna watu waliwatisha watu, kaambia, yaani wewe ni mkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetutengenezea visima hivi. Sasa aliyetengeneza kisima na mwenye maji nani zaidi? Niwaulize wapendwa wa viongozi, aliyechimba kisima na anayetoa maji nani zaidi? Aliyetoa maji. Tunajifunza habari za uchumi nimejifunza mambo ya ajabu sana, kwamba kwenye uchumi tunajifunza unatakiwa kupanda ngazi za kiuchumi. Sasa kwa Wayahudi hawajifunzi habari za kupanda ngazi za kiuchumi. Ngazi kama ni ngazi, ina maana unapanda kwenye nyumba fulani. Wao wanajifunza namna ya kutengeneza nyumba. Bwana asifiwe. Ina maana anayepanda kwenye ngazi na mwenye nyumba ni nani zaidi? Si ni mwenye nyumba? Kwa hiyo hapa tunajifunza Yesu ni mkuu kuliko hata Musa, ni mkuu kuliko mwanadamu yoyote. Kwa maana hiyo, sura ya 5 na ya 7 mpaka ya 7, Kristo ni kuhani mkuu wa milele. Yeye sio wa ukoo wa Haruni, bali ni mpangilio wa Melkizedeki, mkuhani yule aliyetajwa katika kitabu hiki, lakini ukuhani wake ni ukuhani kamilifu na hauna mwisho. Mkuu wa jimbo la Kilimanjaro Kati, yeye mnayemwona sio wa kwanza, si kweli? Sio wa kwanza na sio wa mwisho, atakuja mwingine. Na makuhani wote duniani, mapapa na wengine, maaskofu, sio wa mwisho, si ndio? Lakini Yesu hana mithili yake, hana mithili yake. Yeye ni wa mwisho, ni kuhani mkuu wa mwisho, hakuna juu yake, na yeye ni mkamilifu, na walioko sio wakamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Sura ya 8 na mpaka ya 10 tunapata habari ya kwamba Agano Jipya ni bora kuliko la kale. Agano Jipya ni bora kuliko la kale. Na naomba hapa uelewe, Agano Jipya sio kwa maana ya vitabu vya Agano la Kale ama vitabu vya Agano Jipya, ni kwa habari ya Musa na Yesu. Tunaelewana ndugu zangu? Maana ukisema Agano la Kale halina maana, ina maana utatembea na Agano Jipya tu kwa maana ya vitabu. Hapa tunazungumzia habari ya sheria na Injili. Bwana asifiwe sana. Kwamba hakuna mwanadamu aliyeweza kutimiza sheria kabisa. Ndio maana Yesu akaja, Injili, Agano Jipya. Kwa njia hiyo, kwa neema ya Kristo tukaokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana maandiko yanasema hakuna mwanadamu awaye yote aliyewahi kutimiza sheria, labda mwanadamu Yesu, lakini si mwanadamu aliyezaliwa kwa nyama na damu kama mimi na wewe, hayuko. Kwa hiyo ukisikia hapa kwamba Agano Jipya ni bora kuliko la kale, ni kusema Yesu ni bora kuliko Musa. Bwana asifiwe. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa hiyo usije ukaanasema mimi sisomi tena Agano la Kale. Maana nikwambie, kuanzia Agano la Kale mpaka Ufunuo unamuona Yesu. Yesu anatajwa karibu kila page, kutoka ukurasa wa kwanza mpaka ukurasa wa mwisho. Kwa hiyo si swala la Agano la Kale kwa maana ya vitabu. Nimerudia kusema, damu ya Yesu ni dhabihu kamili na imetolewa mara moja tu, haihitaji kurudiwa. Hekalu duniani ilikuwa kivuli tu. Kristo anafanya huduma katika lile la mbinguni. Tunahubiriwa habari za Yerusalemu mpya. Sinajua Yerusalemu ni pale palikuwa na hekalu, si ndio? Kwa hekalu la Yerusalemu lilibomolewa, kuna utabiri kwamba litajengwa tena. Lakini tukipata Yerusalemu mpya,
Katika roho tunaamini itakuwa pia na hekalu jipya, makao ya Mungu, ambao sisi wote tunamwamini Mungu tutakaa pamoja naye milele, na hilo haliharibiwi na mwanadamu kama lilivyotokea lile la Yerusalemu. Sura ya 11 ni sura ya imani, sura ya imani, na ningetamani kila mmoja angesoma hii ili aendelee kubusti imani yake. Tunasema sura ya 11 ni kama ukumbi wa mashujaa wa imani. Imani ni kuamini bila kuona na kutenda kulingana na ahadi za Mungu. Imani ni kuamini bila kuona na kutenda kulingana na ahadi za Mungu. Kile alichosema Mungu unakiamini na unatenda. Bwana Yesu asifiwe. Musa aliambiwa una nini mkononi? Akasema nina fimbo. Chapa maji. Chake sikuuliza nikichapa maji yatafanyaje? Yeye akafanyaje? Akachapa maji kwa imani. Bahari ilifunguka, ya kufunguka. Watu wana kiu, shika fimbo, chapa mwamba. Akachapa mwamba, watu walikunywa maji au kunywa maji? Imani katika matendo, bila kuuliza kwamba ili jiwe nipige jiwe. Yaani unatafuta reason ya kisayansi, jiwe nikishalipiga itakuwaje? Sura ya imani 12 na 13 ni maisha ya vitendo katika imani. Maisha ya vitendo katika imani, mwito wa kuvumilia na kukimbia mbio za imani. Mbio za imani. Wapendwa wa viongozi, na tujue kwamba imani sio kitu kilichokaa mahali fulani tu, moyoni fulani au mahali fulani kwenye mwili ama kwenye akili, lakini imani ni sema kama ni kitu kinachukua. Ndio maana maandiko yanasema unakuwa kutoka imani kwenda imani. Haitoshi tu kama mtu amebatizwa ikaishia pale, apata kipaimara ikaishia pale, lakini anatakiwa kukua katika imani. Na kinachomfanya mtu akue ni kama unavyojua, kwa mwili usipokula chakula huwezi kukua, na kwa hivyo unahitaji kula chakula cha imani ambacho ni neno la Mungu, na hicho unakifanya consistently, kwa maana ya kila siku. Maana imani yako na ya kwangu inahitaji kukuzwa kila siku. Sio kitu unachoweza kusema nimehitimu katika imani, maana unahitaji kusoma neno kila siku na kuomba kila siku. Kuomba kila siku. Si kama Mungu hajui mahitaji yako, anayajua kabisa, lakini anahitaji mahusiano ya baba na mtoto, kwamba lazima kila siku uombe. Na swala la imani linahitaji mazoezi, na kama jinsi mwili usipokuwa na afya njema, usipokuwa na mazoezi, kadhalika na usipofanya mazoezi ya imani yako itakuwa dormant. Na ndio maana utajikuta ya kwamba unaweza ukaabudu hapa, ukaabudu pale, ukaenda kwa waganga kienyeji, atushangai. Ni kwa sababu imani yako bado hujapata neema ya kuikomaza, maana imani lazima ikomae. Bwana asifiwe sana. Na tulivyoketi hapa, kila mtu ana kiwango tofauti na mwenzake kuhusu imani. Leo hii tukikwambia yule simba anakuja pale, kuna wengine wataniangalia na wengine wataruka madirishani. Kiwango cha nini? Cha imani. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sijui wangapi tunafuatana mpaka sasa, au tumeshaachana? Tunafuatana. Amen. Mambo makuu ya kithiolojia katika kitabu cha Waebrania tutataja machache. La kwanza ni ukuu wa Kristo, ama Christology kwa kithiolojia. Kristo ni mwana wa Mungu, ni mkuu kuliko malaika, ni mkuu kuliko Musa, ni mkuu kuliko makuhani. Dhabihu yake ni bora kuliko zote. Na hapa msisitize, wapendwa viongozi, kuna washarika wamejaribiwa, wanatoa dhabihu ya kondoo mwenye kichwa cheusi. Yaani unathubutu kabisa kumlinganisha Yesu na kondoo mwenye kichwa cheusi.
Kwa kufikiri kirahisi tu utagundua mhubiri ana shida ya kondoo, anataka kufanya biashara ya kondoo, lakini si kweli kwamba anakufanya wewe utoe dhabihu, maana dhabihu ilikwisha kutolewa msalabani ya damu ya Yesu na hakuna mithili yake kabisa kabisa. Ukiona mtu yoyote anakulazimisha kutoa sadaka inayofanana na sadaka za Musa, hiyo sio mpango wa Mungu, ni mpango wa mhubiri. Maana mkishatoa kondoo zinakwenda wapi? Sababu wakati wa Musa zikitolewa zikwenda kufanyaje? Zinateketezwa madhabahuni. Akishapokea huyo kondoo, huyo ng'ombe, huyo mbuzi, zinapelekwa wapi? Ninyi majibu mnayo. Bwana asifiwe. Jambo la pili la kithiolojia ni ukuhani wa Kristo. Yeye ni kuhani wa milele, anaelewa udhaifu wetu, anatuombea mbele za Baba siku zote. Na jambo la tatu ni agano jipya. Sheria imeandikwa mioyoni, si kwenye mawe. Hakuna haja ya dhabihu za mara kwa mara, maana dhabihu ni mara moja tu. Kuna watu wanataja aina ya sadaka na wanataka kila Mkristo atimize kila sadaka. Na ukisema Mkristo atimize kila sadaka, maana tunarudi kwa Musa kwenye sheria, tunaachana na Injili kabisa. Tunaachana na Injili kabisa. Paulo anasema kila mtu atende kama anavyopenda moyoni mwake, kama alivyokusudia, si kwa kulazimishwa, si ndio? Atende kama apendavyo moyoni mwake, kwa kiasi cha kumfurahisha Mungu. Sio kama umeambiwa taja, kwa sababu ukitajiwa kitu ukikitoa maana yake umekitoa kwa sababu kimetajwa, lakini utoe zaidi ya kile ambacho kimetajwa. Na jambo la nne na la mwisho la kithiolojia, imani na uvumilivu. Imani na uvumilivu. Imani inatuongoza kuishi kwa sababu ya uzima ujao. Wakristo wanaitwa wafanye uthabiti wa imani hadi mwisho, hadi mwisho. Na katika Ufunuo tunajifunza atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Na uvumilivu ina component ya imani. Huwezi kuvumilia bila kuwa na taraja. Una taraja la kupona ugonjwa huu, una taraja kabisa la kumwona Mungu, una taraja la kuvuka ng'ambo ya pili, na hapo ndipo inapokuja uvumilivu. Na uvumilivu hapa ni tunda la Roho Mtakatifu, na huwezi kuvumilia katika kiwango hicho kama huna Roho Mtakatifu anayeweza kuchipusha tawi la uvumilivu katika maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Na uvumilivu sio jambo la hisia, kama najisikia kuvumilia. Unavumilia hata kama una maumivu makali namna gani. Ndio maana hata Paulo alisema kwamba nimepata mapigo mengi, lakini hakuacha wokovu wake, hakuacha utume alioitiwa. Alikataliwa mara nyingi sana, lakini hakuacha kumhubiri Kristo. Ninapohitimisha eneo hili la kwanza, niseme kwamba Waebrania ni kitabu cha kina chenye kumwinua Yesu Kristo kama mfalme, kama kuhani mkuu, kama dhabihu kamilifu na mtimilizo wa unabii wa Agano la Kale. Anaposema kwamba Agano Jipya ni utimilifu wa Agano la Kale, haina maana ya kwamba Agano la Kale limekwisha, lakini ni kilele cha yaliyotabiriwa Agano la Kale, kwamba Kristo mwana wa Mungu atazaliwa ulimwenguni. Bwana asifiwe. Na kweli akafanyaje? Akazaliwa, akaishi kwetu, akateswa, akafa, akazikwa, akafufuka, akapaa kwenda kwa Baba, anasubiri kuja kutuchukua mara ya pili. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa naomba tuangalie sasa somo kuu ambalo tutatembea nalo kwa mwaka huu. Somo kuu la mwaka huu limepewa mada inayosema tusiache kukusanyika pamoja. Lengo la somo hili, ndugu zangu, ni kuwakumbusha washirika kwamba waamini ni nguvu ya kanisa
na msingi wa uvumilivu katika imani. Hakuna usharika kama hakuna watu. Si ni kweli ndugu zangu? Hakuna usharika kama hakuna watu. Hakuna. Usharika sio jengo. Jengo ni mahali pa usharika kukutana. Na wakikutana kuna mambo yanayotokea, nitawaeleza pale mbele. Waebrania anasema wala tusiache kukusanyika pamoja, kama ilivyo desturi ya wengine. Kuna wengine wanakusanyika, wana makusanyo yao, pengine sokoni, pengine kwa waganga wa kienyeji, wanakusanyika mikutano ya kisiasa, wanakusanyika. Na sisi wa njia ile, njia ya Kristo, tusiache kukusanyika. Na katika kukusanyika kuna mambo yanatokea. Kanisa la kwanza lilikuwa katika mateso, katika majaribu, katika hofu, na wengine walikuwa wanajitenga kwa sababu ya vikwazo vingi. Hivyo leo dunia imejaa mambo yanayomvuta Mkristo mbali na Mungu. Wakristo zamani, unajua sisi Wakristo wa leo tunaweza kuthubutu kusema tuna mateso, tunateseka. Unasikia mtu anatoa machozi kabisa, anasema tunateseka. Lakini nataka nikwambie, kanisa la leo halijateseka, hasa kanisa la Tanzania. I must say, angalau kwenye eneo langu, maana kuna wengine wanachinjwa kwa imani yao kwa Yesu Kristo. Lakini kanisa la zamani watu walikuwa wanateswa sana, lakini bado hawamwachi Yesu. Reference ni mitume 10. Mitume 10 waliuawa, mitume 10. Na alianza mmoja, wale wengine hawakuacha, waliendelea, isipokuwa mmoja ambaye ni Yuda, ambaye alijinyonga mwenyewe. Yohana peke yake ndiyo alifika uzeeni, ingawa na yeye pia alipitia vipindi vya mateso. Mnakumbuka alienda Patmos, ndio kilichopeleka Patmos si starehe, kule alipata maono ya kitabu cha Ufunuo. Kwa hiyo Ukristo sio jambo la lele mama hata kidogo, sio jambo la kuhudhuria tu, kuna zaidi ya hapo. Sasa Wakristo wengi siku hizi, pengine na sisi na wengine wetu, tunakuwa na msongo wa maisha, lakini pia kuna uvivu wa kiroho, lakini kuna maumivu na majeraha na kukata tamaa. Kristo mmoja anasema, mimi kwa mwaka wa 10 sijaenda kanisani kabisa. Kwa nini? Mchungaji fulani alinikwaza sana. Yaani ana mchungaji wa miaka 10 ilifanya nini? Iliyopita. Akaona hilo kanisa halimfai kabisa, akija yeyote anaona sawa sana yule miaka 10 iliyopita. Lakini mimi nasema hapa ni kama tu kisingizio. Maana ukitaka kisingizio cha kutokumwabudu Mungu ama cha kutokusanyika pamoja, utakuwa nacho, unaweza kujitengenezea tu. Ni kweli Wakristo wanapata maumivu, lakini maumivu unayopata sio sababu ya kutokumwabudu Mungu, maana Mungu ndiye anayekupa saburi, ndio anakupa roho ya uvumilivu, na ndiye ambaye anaweza kuponya jeraha lako. Bwana asifiwe. Maana wengine wanaweza kuwa wamekujeruhi na hawajui kama wamekujeruhi, na hasa kama ukuwaambia. Kama ninavyozungumza hapa, kwa mfano, naweza kuwa nazungumza na mtu fulani nimemjeruhi hapa, asiponiambia nitajuaje? Kwa hiyo miaka 10 huyu mchungaji amewekewa X, hajui kama amewekewa X, na wewe unamwacha Mungu. Nataka nikwambie, huna excuse, huna haki mbele za Mungu kumwacha Mungu eti kwa kuwa fulani amenisababisha. Hata hivyo anayekusababisha ana fungu lake, lakini usisahau na wewe pia una fungu lako. Maana wewe una akili zako na Bwana amekupa na Roho Mtakatifu unaye, lakini una ufahamu wako wa kawaida kabisa na mwongozo wa neno la Mungu. Lakini wengine wanarudi nyuma kwa kukosa moto wa kiroho. Na siku hizi
tunamshamsha kwenye sharika zetu. Yaani mtu anasema mimi siendi kanisa usharika ule kwa sababu umepoa. Yaani bwana, ibada imepoa, ibada kama ya kizee vile, hakuna moto, hakuna mshamsha. Kwa hiyo sasa wachungaji wenzangu na wainjilisti tunafanya hiyo drama, tunamshamsha. Mtu anatoka anajisikia leo nimeabudu, kumbe kwa kweli ni physical tu, lakini kwenye spirit hakuna kitu. Umeondoka kama ulivyokuja. Maana kama ungeondoka ukiwa umebadilika, tungeona mabadiliko kwenye maisha yako. Amen. Kwa hiyo tunaambiwa tusiache kukusanyika pamoja. Na hii ni amri ya Mungu na sio chaguo. Ni amri ya Mungu. Ni amri. Msiache kukusanyika pamoja. Ni amri ya Mungu. Na amri ya Mungu ni ya kutii. Kwa hiyo kukusanyika pamoja ni kujenga ushirika. Na tukipoteza ushirika tunapoteza nguvu. Tunapoteza nguvu za kiroho, lakini tunapoteza nguvu za kimaendeleo, za kiuchumi. Maana tukiwa na kundi kubwa lina maana sana kiuchumi, lakini lina maana sana kiroho. Kwa nini? Kwa sababu katika kusanyiko la watu wengi Bwana amemwaga karama na vipawa. Na vile vipawa na karama vipo kuhudumiana. Hakuna hata siku moja mahali ambapo kusanyiko la Mungu lipo na Roho wa Mungu amegawa vipawa na karama, alafu mtu akaja akaondoka kama alivyokuja. Akiondoka kama alivyokuja, ile kusanyiko sio la nani? Sio la Mungu. Kwa hiyo inatusaidia sana, maana kuna vipawa vingine vinabaki nyumbani. Kuna manabii wanabaki nyumbani, kuna mitume wanabaki nyumbani, kuna wachungaji wanabaki nyumbani, kuna wainjilisti wanabaki nyumbani. Na wakikaa nyumbani, hata kule nyumbani huo uinjilisti hawafanyi. Maana roho wa kuamsha hayuko nyumbani wakati mwingine. Maana pengine kama hakuna roho ya ibada, hakuna kuamshana, kuitiana moyo, inawezekana kabisa hata nyumbani hakuna hiyo ibada ambayo pengine mtu anasema mimi naabudu nyumbani. Kwa nini muhimu kukutana? Kwa nini muhimu? Kusoma Zaburi ya 133, wewe unajua. Anasema mkikusanyika pamoja ndiko Bwana alipoamuru baraka. Mnapokuwa wamoja, mnapokusanyika pamoja kwa nia moja, Mungu anamimina baraka zake katika umoja. Lakini kukusanyika pamoja kunapasha moto wa imani. Najua mtu akasimama akashuhudia akasema jinsi Mungu alivyomtendea, watu wengi pale wanamuona Kristo na wanatoka na tumaini, siku moja na mimi Bwana atanitendea jambo. Kwa imani yako haikui ukiwa peke yako, maana Mungu haweki vipawa vyote kwako mwenyewe. Na wewe nakuhakikishia unahitaji vipawa vya wengine ili uweze kukua. Uweze kukua peke yako. Uweze kukua peke yako. Kasome kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 12. Utaona jinsi ambavyo Bwana anaelezea kanisa kama mwili. Kila kiungo kinamhitaji mwenzake. Kwa hiyo ujue ukikaa nyumbani hata siku moja bila sababu, kuna kitu kinapungua kule kwenye kusanyiko la pamoja. Ndani ya kanisa kuna mafundisho, kuna maonyo na vifungo vya kiroho. Uvipate mahali pengine. Kukusanyika hutumika kama sehemu ya kujenga tabia ya kufanana na Kristo. Zamani wa Kristo walikuwa wanaitwa watu wa njia ile, watu wa Kristo. Kwa hiyo kila mara unapojenga tabia ya kukusanyika pamoja, mnajikuta mnafanana. Hivi umeshagundua kwamba ukiwatazama kwa mfano wa Sabato, unaweza kuidentify kusema hawa ni wa Sabato, si ndio? Kwa namna ya mwili kabisa unaona ni wa Sabato. Ukitembea unaona wao ni wa Katoliki. Unaona kabisa.
Na Waluteri na wao walikuwa wana sura yao. Siku hizi wanaanza kuwa chotara hivi, maana unadakadaka huku na kule, utaka kufanana na watu wengine. Lakini Waluteri walikuwa wakizungumza, wakiimba, wanajulikana hawa ni Waluteri. Hiyo identity tunaanza kuipoteza polepole, na hii ni kwa sababu ya kutafuta malisho. Na hii ni hatari. Na ukipoteza ubini wako, umepotea kabisa. Kwa sababu umesikia jina la Materu, rafiki yangu, ni jina maarufu, basi unasema sisi wa Mrema sio maarufu sana, ngoja nikaitwa kina Materu ili na mimi nionekane ni mtu maarufu. Hivi ina maana kweli hiyo? Si kama kujikataa. Kama kujikataa, mtu asipoitwa yuko kwenye kanisa naitwa full gospel, hajisikii kama kweli ni Mkristo. Yaani injili iliyojaa. Yaani full gospel Bible fellowship. Akisikia hivyo anajitambulisha pale, mimi ni full. Ni injili ya ngapi? Yaani kwenye kanisa letu kuna injili ngapi? Yaani ni tofauti na hizi za kwetu 4. Kwa hiyo kukusanyika pamoja kuna tusaidia kutengeneza identity yetu, na kunawasha moto wa imani na kuchochea vipawa na karama zetu. Kuchochea ni kama mkaa mmoja. Sisi wa analogia tunawasha mkaa, nyinyi mnawasha gesi sijui na nini, nawasha gesi sijui umeme sijui vitu gani, lakini sisi wengine tunawasha mkaa. Umeweka mkaa wako unawaka pale dada. Ukitoa mkaa mmoja na mkaa mwingine unawaka, ile mwingine inaendelea kuwaka vizuri. Si unapunguza moto? Punguza moto. Wakristo moja wanawasha moto wa injili. Bwana asifiwe sana. Wanawasha moto unawaka kweli, na vipawa vinashuka hapo, na katika kushuka hapo unashangaa Mungu anavyohudumia kundi lake kabisa. Ndio maana hata naonaga kwenye sharika zetu tuna vikwaya vidogo, yaani kwaya watu 4, kwaya watu 5, kwaya watu 6. Ukija kuchunguza unakuta ni kwaya moja ilivunjika kwa kukosa nini? Umoja. Na matokeo yake wanatuni pale, hata sauti haifiki pale, hata wakiumba ladha hamna, wanatuni hapo, wanaimba hivyo basi. Lakini imagine hii ni kwaya moja, alafu inaimba kwa sauti moja, nini kinatokea? Lazima kutakuwa na tikisiko. Bwana asifiwe. Kutakuwa na nguvu ya ajabu. Kristo aliyeko peke yake ni rahisi kukauka upesi kiroho. Ukiwa peke yako ni rahisi kukauka kiroho, maana katika kukaa pamoja tunatiana moyo, tunahimizana, tunaonyana. Wakati mwingine tunalazimisha kidogo, maana wakati mwingine mwili unataka kukuambia Bwana umechoka sana. Si unaona huko nje kuna mvua nyingi, tena kuna utelezi. Tena unajua ulitoka hospitali juzi, mguu wako haujaunga vizuri, lala bwana. Lakini inakuja sauti nakwambia msiache kukusanyika pamoja. Bwana asifiwe sana. Jambo la pili, tusiache kukusanyika kwa sababu ushirika ni kinga dhidi ya udanganyifu wa shetani. Ushirika ni kinga dhidi ya udanganyifu wa shetani. Nataka niwaambie, shetani anaogopa ushirika wa waamini. Anaogopa. Ndio maana maandiko yanasema mpingeni shetani atafanyaje? Atawakimbia. Mpingeni. Mnaungana pamoja, mnampinga shetani na yeye anawakimbia. Shetani anapenda Mkristo abaki peke yake ili iwe vyepesi kumshambulia, iwe vyepesi kumkatisha tamaa, lakini iwe vyepesi kumwangusha.
Na usije ukashangaa kwa nini maandiko yanasema kwamba unakumbuka ile habari ya simba ngurumaye. Simba ananguruma akitafuta mtu apate kummeza, si ndio? Apate kumdarua. Unajua simba namna yake ya kuwinda, unajua akikuta kundi kama hili hafukuzi kila mtu. Kwanza anawatishia, mnaanza kukimbia. Anaanza kufuatilia aone ni yupi ambaye ni wiki, ni yupi anabaki nyuma. Yule anabaki nyuma ndio anashambuliwa. Na shetani ni hivyo hivyo kwenye kundi. Kwenye kundi anatisha kundi, alafu kuna mmoja atabaki, akibaki anamshindilia. Unaona wala wakupendi bwana, wakuthamini kabisa. Si umeona pale? Yaani umefanya kazi zote hizi, hata neno moja la mchungaji, neno moja mchungaji hakuona kazi ulizozifanya mwaka mzima, hakukutaja hata neno moja. Ukaanza kukumbuka ulivyochoka, ulivyoonyeshewa mvua, ulivyofanya vina vile, hakukutaja popote. Anakushindilia mbele, kaa hapa, mimi ndio nitakusaidia. Alafu anakata tamaa wenzako. Huyu mchungaji bwana, huyu mchungaji bure kabisa, bure kabisa, bure kabisa. Kukaa pamoja ni ushindi wetu. Nini kinatokea mtu akiacha kusanyika pamoja? Kwanza, moto wa kiroho unapoa, uhusiano na Mungu huanza kukauka, dhambi huanza kupenya taratibu. Dhambi inapenya taratibu. Kuna mambo unaweza kuyafanya ukiwa peke yako, si ni kweli? Lakini kuna mambo ambayo huwezi kufanya in public, kama hapa hivi. Sasa kukusanyika pamoja kuna eliminate, kunaondoa hizo possibility za kufanya mambo yasiyofaa kwenye giza. Kuna kujengea tabia ya utakatifu. Unapokaa peke yako unapata kitu kinachoitwa saikolojia ya upweke. Unapata upweke unaleta sonona inaleta depression, na depression inaleta mauti. You die. Yaani unakaa peke yako mpaka unakufa. Hakuna mtu aliyekupiga, hakuna mtu aliyefanya chochote, unakufa. Kwa nini? Ilianza kidogo kidogo kukutenga na kundi la Mungu. Lakini ukiwa na kusanyiko, hebu niambie, kwa mfano umeketi hapa, mpendwa mtumishi wa Mungu, hivi hata kama una hasira zako za nyumbani utatuonyesha hapa? Hapa una release, hapa una release, unapumua, unapunguza. Labda kama kweli wewe ni wa ICU, yani umepata depression kiasi kwamba unahitaji kwa kweli referral. Lakini hapa ukiona wenzako za kuzungumza unashangaa, unapunguza, una ventilate, unapunguza kabisa msongo wa mawazo. Na makusanyiko ya wanaume, makusanyiko ya wanawake yanasaidia kupunguza mizigo. Wanaume hatuzungumzi sana, lakini sisi tunajifunza kuzungumza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe wanaume. Tunajifunza kuzungumza. Sisi tuko reserve na matatizo yetu, tunashika matatizo yetu, tunapambana nayo mpaka tunakufa. Na tunakufa na mtu wa jirani anasema, mbona nilikuwa hapa? Mbona hakusema? Singemsaidia. Yaani jirani yuko hapo anaweza kukusaidia kwa sababu ya reserve na kusema atanionaje? Unakufa prematurely. Yaani bwana nakwambia, umekuja kufanya nini huku? Mbona sikukutaje kama mwaka huu? Ilikuwa bado miaka 10 ijayo, mbona umewahi namna hii? Bwana nilikosa shati la kwenda kanisani. Mbona jirani yako Materu ana mashati ya mwaka 2019 hajawahi kuvaa? Mbona hukumwambia? Aibu yani eti nitaonekana nimevaa mashati ya Materu. Kuna ubaya gani kuonekana umevaa mashati ya Materu ama kufa? Ni kipi bora zaidi? Kipi bora? Fadhamoni nani anajali? Kwa mfano, nani atajua kama umevaa ya Materu? Wewe unaweza kufikiri kwamba watu watanionaje?
kumbe hata watu hawakuoni. Sababu kila mtu anadili na mambo yake, anadili na maisha yake, ana mambo ya kumtosha, alafu hapati na kuangalia umevaa shati la nani. Yaani mtu kweli ana matatizo ya kumtosha mpaka angalie hivi ili gauni alilovaa ili la jirani yake, mpaka atambue hivi ana kazi ya kufanya kweli. Unajua kuna watu wana mawazo ambayo wala hayapo duniani. You take it trouble which is not present. Yaani Bwana asifiwe. Ukija pamoja, mizigo, tunabebeana mizigo. Haleluya. Tunabebeana mizigo. Hata kama mtu hakusaidii kitu. Wanasaikolojia nasema a problem said is half solved. Tatizo lilosemwa limepunguzwa kwa nusu. Hii haina maana utoke ukipiga story na kulia barabarani kueleza matatizo yako, haina maana hiyo. Maana unaweza kutoka hapa ukasema mtu anasema leo tupige story mama matatizo yetu, ukaanza kusema mambo yako yataenea nchi nzima, yatakuwa magazeti. Lakini kwa kusanyiko letu la pamoja tuna share baraka zetu, tuna share experience zetu, tuna share mambo mbalimbali, na katikati yetu Mungu ameweka vipawa vya utatuzi wa matatizo tulionayo. Maana tatizo ulionalo sio tatizo jipya. Wala usije ukalia na kuskrimu useme mimi ndio mwenye shida zote huku duniani. Shida ulizonazo wameshakuwa nazo wengine na wameshapataga majibu. Na ukishare unapata majibu, unaonekana shida ulionayo. Lakini ukiona tatizo lako mwenyewe kufa nalo. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo kuacha kusanyiko ni kuacha nafasi ya shetani kupenya. Kuacha kukusanyika ni kuacha nafasi ama kutengeneza nafasi ya shetani kupenya. Na shetani akipenya, uwe na hakika hata kuacha salama. Maana hajawahi kumwacha mtu salama. Akipenya, na bahati mbaya anaweza kupenya akaonekana kama malaika wa nuru, kumbe amejaa giza totoro. Ndio maana maandiko yanasema, waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 5 mstari wa 8, mwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Huzunguka anatafuta mahali penye gap kwenye moyo wako. Usije kufikiri ni kwenye kusanyiko tu kama hivi, hata kwenye moyo wako anatafuta gap aingie. 3, kusanyiko ni sehemu ya kuonyana, kutiana nguvu na kutiana moyo. Nasema bali tuonyane. Kanisa si mahali pa hukumu, ni mahali pa kusaidiana. Tunakumbushana kweli ya Mungu, tunatiana nguvu tuliochoka, tunawasaidia walioanguka, tunabeba mizigo ya wenzetu, tunabebeana mizigo. Galatia 6 mstari wa 2, mchukuliane mizigo na kuitimiliza hivyo sheria ya Kristo. Mchukuliane mizigo na kutimiliza sheria ya Kristo. Ndio maana Mkristo hawezi kusema mimi namtaka Yesu, sitaki kanisa. Kuna watu wanasema mimi bwana nimeokoka na safari ya kwenda mbinguni, sina haja ya kusanyiko, nimeshampata Yesu inatosha. Kuna mtu alisema, anaimba wimbo ambao mimi si naenda kutafakari, anasema niondolee yote niachie Yesu. Niondolee yote niachie Yesu.
au mtu mwingine anasema kanyaga mama mkwe wa shetani. Hivi shetani ana mama mkwe wa pera? Mimi sijawahi kuona pale kwa niko. Yesu amekupa kusanyiko na kuondoleaje tena? Maana katika kusanyiko kuna majibu ya maswali yako. Kuna majibu ya maswali yako. Jambo la 4, kila tunapoona siku ikikaribia tunapaswa kuzidisha ushirika, kukusanyika pamoja. Kadri tunavyoona na kufunuliwa kwamba Kristo amekaribia kuja, ndipo tunahimizwa kukusanyika zaidi pamoja. Maana katika kukusanyika Bwana anasema na sisi. Maana kama nilivyosema pale mwanzo, anagawanya vipawa na karama, na ndani ya kusanyiko Bwana anaweza kusema na sisi. Kwa kama kuna wakati wa kuhimizana kukusanyika, ni wakati huu. Na siku inayotajwa hapa ni ile ya kurudi kwake Kristo, na sio siku ya hukumu, siku ya kuhitimisha historia ya dunia. Kadri dunia inavyozidi kuwa ngumu kiroho, ndivyo tunavyopaswa kukusanyika zaidi, si kidogo. Kadri maovu yanavyoongezeka, ndio wakati wa kukusanyika na kuomba pamoja. Sio wakati wa ushabiki, ni kukusanyika katika roho, katika kuomba na kujifunza neno la Mungu. Wakati ambapo changamoto za kiroho zimeongezeka. Maana changamoto za kiroho ni pamoja na kuwa na sauti nyingi, na kuna challenge, kuna changamoto ya kutambua sauti ipi ni ya Mungu katika sauti hizi maelfu ninazozisikia za wahubiri mbalimbali, za vitu mbalimbali. Ni zipi sauti sahihi? Ni ipi sauti ya Mungu katika sauti hizi? Lakini wakati vurugu za dunia zinapoongezeka, ni wakati wa kusanyika pamoja, wakati wa upotofu kuongezeka, wakati wa imani nyingi kuzorota. Hivyo tunahitaji usomaji wa neno la Mungu wa pamoja, kusoma neno pamoja. Kusoma neno peke yako kunafaa, lakini kusoma neno pamoja kunafaa zaidi. Kwa nini? Bwana anatoa ufunuo wa neno hilo hilo kwa namna tofauti tofauti. Unaweza ukasoma neno usielewe kabisa, lakini jirani yako akafunuliwa na mkapata maarifa ya kimungu. Lakini maombi ya pamoja, ibada za pamoja, ibada za nyumba kwa nyumba pamoja. Imefika mahali hata Waluteri tunataka kuona kwamba ibada za nyumba kwa nyumba kama sheria, sio jambo la rohoni la kujenga imani zetu. Nimeona mahali pengine, na hilo naomba idara ya wanaume mlisimamie, idara ya mmoja wa wanaume mmoja wa wanawake. Imefikia hatua kwamba wanajumuiya wanaweka hukumu, wanasema huyu mwenzetu haji na sisi hatuendi kwake, huyu mwenzetu hahudhurii jumuiya na huduma za kiroho asipati. Tunageuka kwa mahakimu badala ya kugeuka kwa wainjilisti. Maana hata wale wanamhitaji Kristo. Bwana asifiwe. Sheria, nimewaambia toka mwanzo, sheria hakuna mwanadamu aliyeweza kuitimiza. Hapa vipawa vinaamshwa na kuchochewa, hapa vipawa vinalelewa, hapa viongozi wanaandaliwa, hapa ushuhuda unajengwa. Kukosa kusanyiko ni kunyima nafasi ya kukua kiroho. Napenda kutoa wito katika sharika zetu zote. Ushirika ni baraka na sio mzigo, ni nguvu, si udhaifu.
Ndio maana wahenga walisema umoja ni nguvu, utengano ni dhaifu. Ni sehemu ya kulindwa, ni sehemu ya kukuzwa, ni sehemu ya kutumika. Tusiache kukusanyika pamoja. Bwana wabariki sana. Asante.